Kwa hiyo ndugu zangu, ni kupenda kusema kwamba tunaingia sasa kwenye, nilikuwa nasema kuhusu ni kawaida sasa tunaongelea bwelele, lazima kuwe hivi tu na tutazihirisha kile ambacho tunapenda kuzihirisha. Kalata Bamulomabungulani sura yake ya kwanza mstari wa 1360 hadi 1368. Nimesema kwamba ni kipengele cha 6 ambacho ni amri ya ulimwengu wa kichawi. Baada ya hayo niliona siri za ulimwengu. Huyu anayesema ni nani? Ni Dubise. Niliona siri za ulimwengu. Kuna mapana, ukubwa, uhalisia ndani ya hali isiyoonekana ya hali inayoonekana. Tunafunga mabana wa kichawi, makao ya miseto. Msikilize vizuri, kwa sababu tunaenda kumalizia ili mwende kuona kile ambacho kipo hapa makao ya miseto, yani demon za kiume na za kike. Ina maana kwamba anatuambia hapa aliona ni wapi ambapo demon zinakaa, ni katika hali hii inayoonekana, lakini upande wake usioonekana, yaani wa hali hii inayoonekana. Tunaendelea, ikiwa ni pamoja na yale ya ulimwengu wa giza. Kuna nukuu, ulimwengu wa kichawi. Tunafungua mabano, nje ya kipimo cha hali isiyoonekana ya hali inayoonekana. Tunafunga mabano, ambapo kulikuwa na makao kadhaa ambamo Musingedi, mpinzani, Satana, Shetani na Bamulomabungulane, malaika walioanguka wa utaratibu wa kwanza na wa pili, wanaishi kila mmoja kulingana na mawimbi yake. Maana yake ni nini? Yaani wanatueleza kwamba Dubise anasema aliona makao ambapo demon zote za kila aina zinakaa, ni katika hali hii inayoonekana, lakini upande wake usioonekana wa hali hii inayoonekana. Lakini pia huo pia ni ulimwengu wa giza la kichawi. Lakini pia aliona sehemu ambapo Shetani, mlima Bobi na malaika walioanguka utaratibu wa kwanza na wa pili wanapokaa, pia ni ulimwengu wa giza la kichawi, ila kila mmoja yuko katika mawimbi yake. Ina maana kwamba Shetani, mlima Bobi yuko katika mawimbi ambayo malaika walioanguka wao hawapo. Sijui kama mnaona hilo. Kila mmoja yuko katika mawimbi yake kulingana na uwezo na nguvu katika huu ulimwengu wa giza la kichawi. Hiyo mnaelewa vizuri, tuko sambamba. Hata hivyo miseto, yani kuna mabano, demoni za kiume na za kike za jamii zote haziwezi kupenya masafa ya Musingedi, ya mpinzani, Satana, Shetani, wala hata ya wale ya Bamulomabungulane, malaika walioanguka utaratibu wa kwanza na wa pili. Ina maana kwamba demon za kila aina haziwezi kuona Shetani, mlima Bobi, haziwezi kuona malaika walioanguka utaratibu wa kwanza na wa pili katika umbo lao halisi. Hivi mnaelewa vizuri? Nafikiri hapa mko sawa. Hawawezi kupenya, hawawezi wakaona. Tunaendelea. Upungufu, kuna mabano, udhaifu wa ujuzi, yani tabia, uelewa, uwezo, vitivo wa michanganyiko, yani mapepo, yani demon, tuseme demoni za kiume na za kike za jamii zote haiwaruhusu kupenya kuelewa kiini, kanuni cha ndani cha Musingedi, mpinzani, Shetani, mlima Bobi, wala hata ya Bamulomabungulane, malaika walioanguka utaratibu wa kwanza wa pili. Maana yake ni nini? Yani wanapenda kuambia kwamba kutokana kwamba demoni zote za kila aina haziwezi kumwona Shetani katika umbo lake halisi, haziwezi kuona malaika walioanguka wa utaratibu wa kwanza na wa pili, nao pia wanabaki katika kufikiri anaweza kuwa namna gani, labda iko labda yuko hivi, labda yuko vile. Hivi mnaelewa vizuri? Labda wako hivi. Hata kupenya hata huu ulimwengu wa giza la kichawi ambapo Shetani anapatikana na nao malaika walioanguka hapo, hata wao pia
kwao ni kitu ambacho hawajui. Hivi sijui kama unaelewa. Ni hivyo ilivyo hata kwa hao Wakristo wanaowasema Wakristo. Ukiwaambia kuhusiana na paradiso, wanafikiri paradiso inaweza kuwa namna gani? Labda kuna barabara, sijui kuna lami, sijui kuna matunda, kuna hivi. Yani wataanza kufikiri kuhusiana na paradiso yao. Mungu wao yuko namna gani? Ana ndevu, yuko kwenye kiti cha enzi, malaika wako pale wanafanya haleluya amina, haleluya amina. Yani wataingia katika tafakari hizo za namna hiyo. Hata demons nao pia wanavyofikiria kuhusiana na shetani mlimwengu na kikosi chake, hawapati taswira. Nao pia wanabaki katika ufahamu wa kujiuliza, yuko namna gani? Miseto, yani demons za kiume na za kike pia imefanya tafakari zisizoendana. Hichi ndio nilikuwa nasema, zisizoendana, kuna mabano, zisizo na mpangilio, mitizamo, dhana, uwakilishi kuhusu msingi mpinzani, yani shetani, na kuhusu bamuluma bungulane, utaratibu wa kwanza wa pili, ikijumuisha ulimwengu wa giza ambako tuna mabano ambao uko nje ya masafa yao. Nimesema kwamba malaika demon zote ziko katika ulimwengu wa giza la kichao, hatujakataa. Aiza ulimwengu wa giza tu wapo humu, ila pia shetani mudimabobe na kikosi chake nao wengine malaika walioanguka wa taratibu wa kwanza na pili, nao pia wako katika ulimwengu wa giza la kichao, lakini katika masafa mengine. Sasa wao hawawezi wakapenya hayo masafa ya ulimwengu wa giza ambapo malaika walianguka na shetani wapo, nao pia inabaki ni kama vile kitendawili, hawajui zaidi sana iko namna gani. Nilishangaa sana Nidubise huyu nilipoona na kuelewa kwamba ulimwengu wa giza ulikuwa chini ya mamlaka ya roho wa giza. Luba. Na karibu na roho wa giza kulikuwa na roho msimamizi wa giza. Nikupenda kuambia kitu gani? Nikupenda kusema kwamba ulimwengu wa giza ni mzuri. Narudilia, ulimwengu wa giza hauna matatizo, ni mzuri. Ni kawaida, lakini wale wanaokaa ndani ya ulimwengu wa giza ndio wabaya, kwa sababu ulimwengu wa giza, mkisema ulimwengu wa giza ni kaka yetu. Yaani ulimwengu wa giza ni roho wa gizo kula vitu ambaye anaitwa ulimwengu wa giza. Sasa tatizo ni nini? Ulimwengu wa giza una tatizo gani? Ni kama vile mtu anaweza kusema porini, pori ni mbaya. Pori ni mbaya na kwa kitu gani? Kuna wadudu, kuna wanyama pori ambao wanakula, ni wanyama ndio wabaya, pori linafanya kitu gani? Hivi ndio tunatakiwa kuelewa. Dunia mbaya. Dunia mbaya kwa nini? Dunia ni mbaya, imefanya nini? Dunia imefanya nini? Ni watu ndio wabaya, kwa sababu tumo ndani ya dunia. Dunia nayo pia ni mwili wa roho wa gizo kula vitu. Kwa hiyo nao pia wamo ndani ya mwili wa roho wa gizo kula vitu, ambaye ni roho wa giza. Kwa hiyo ulimwengu wa giza hauna tatizo lolote, ni mzuri, bali wanaofungwa humo ndio wabaya. Ndio maana tunaita ulimwengu wa giza la kichawi. Sasa kama hao wachawi wanafanya kazi yao, sasa tuseme walio humo ndio tunasema la kichawi, kwa sababu ulimwengu wa giza hauna ubaya wowote. Pia nilielewa kwamba mudima mwititi, yani roho anayesimamia giza, ndiye mwenyewe ulimwengu wa giza. Ndio mwititi, yeye ndio ulimwengu. Yani mkisikia mwititi, mudima mwititi, yani mwititi, yani ile giza nene, giza nene kweli kweli. Hata shetani mudima bobe anawoga ndani ya giza hilo. Hivi mnaelewa? Watu wanafikiri shetani yeye ni nani, sijui ni prince wa giza nini. Kama kuna prince wa giza, najua kwamba kuna mfalme wa giza, na hilo giza shetani mwenyewe bobe anaogopa ndani ya giza hilo. Giza halina tatizo.
Pia nilielewa kwamba mudima mwititi, roho msimamizi anayesimamia giza, ndiye mwenyewe ulimwengu wa giza, na kwamba ulimwengu wa giza ambapo musingedi, yani mpinzani shetani na bamulilo mabungula, ni malaika walioanguka kwa taratibu wa kwanza wa pili, wanaishi aidha wanakaa, unapatikana kuwa chini ya kivuli chake, kuna mabano utawala, nguvu raha ya ukweli hey, ulimwengu wa giza. Kwa hiyo ndugu zangu, ni roho msimamizi wa giza yuko pale, yaani wanatulia humu. Ndio maana wanasema shetani yeye ndio alikuwa malaika wa kwanza kuanguka, yeye ndio alikuwa malaika wa kwanza wa Mungu. Ndivyo watu wanafundisha watu wengine kule, yeye ndio alikuwa malaika mkuu. Nani aliwaambia kwamba yeye ndio alikuwa malaika mkuu? Na nani aliwaambia kwamba yeye ni malaika? Shetani ni kerubi, tena wa mwisho kuumbwa kati ya makerubi wote. Yaani ana kaka zake, alikuwa na wakaka zake, ingawa ameanguka, ni kweli. Hivyo ndivyo vinavyotakiwa kuelewa. Kwa hiyo alipo yeye amewekwa tu na kaka yetu. Wengine wanasema sasa, kama ni hivyo si amalize tu ili tuwe na amani. Utaratibu sio huo, kila kitu kina sababu yake wengine watasema kama Mungu anaona kwamba yeye anapenda watu, kwa nini alimuumba shetani? Kwa nini alimuumba shetani? Kwa nini alimuumba shetani? Si wewe unasema wewe ni Mkristo au mimi? Si unaambiwa kwamba usitende hiki, usitende kile, usitende kile. Kwa nini wewe na wewe pia unatenda? Kwa nini unatenda kibaya? Na wewe kwa nini umezaliwa? Kwa nini umezaliwa? Kwa nini umezaliwa? Na kama Mungu alijua kwamba wewe utakuwa unatenda mambo mabaya, kwa nini ameruhusu uzaliwe? Acha watu wazaliwe bwana. Alafu kila mtu atafanya uamuzi wake jinsi atafanya. Kukubali ukweli aza hapa. Kila mtu na wakati wake. Katika muungano, chini ya mtazamo wa roho wa muungano, pamoja na mudima muititi, yani roho msimamizi wa giza, mudima bulu, roho wa usiku, pia hutumia mamlaka yake juu, kuna mabano, na ndani kuna mabano ya ulimwengu wa giza ambao uko chini ya kivuli cha mudima muititi, yani roho anayesimamia giza. Katika wakati uliofuata, mimi Dubise pia niliona walioanzishwa ambao watajitokeza katika kila ustaarabu muda mrefu baada ya gharika na mgawanyiko mkuu wa vipande vya bara. Watapigana kiroho na miseto, yani demoni za kiume na za kike, uzao wa bamulilo mabungulani, yani malaika walioanguka kwa utaratibu wa tatu. Simulizi kadhaa za uongo, hadithi, matukio kuhusu chimbuko la ulimwengu, kuna mabano wa malimwengu na nyenzo nyeusi, nyenzo yenye mwanga hafifu, tunafunga mabano, na nishati nyeusi katika ulimwengu, tunafunga mabano. Aina za nyota za neutroni zinazozunguka zenyewe kwa kasi kubwa sana mashimo meusi ya aina tofauti, asili na matendo ya musingedi, yani shetani mudima bobe, na ya bamulilo mabungulane wa utaratibu wa kwanza, wa pili na watatu, ikijumuisha kwenye miseto, yani demoni za kiume na za kike, zitaandikwa, kuna mabano, chini ya msukumo wa kichawi, tunafunga mabano, na wasioanzishwa kadhaa, wazungu na damu mchanganyiko. Kwa hiyo hadithi zao za hao wataandika mambo mengine kuwahusu ambayo yako tofauti na ukweli. Kwa hiyo Dubise aliona wakati ambapo, kwa sababu Dubise anaeleza haya, yeye aliishi kipindi ambapo demoni zilikuwa bado hazijazaliwa, hakuziona live kwa mwili, lakini aliona katika maono vyote ambavyo vitatokea, akaona demoni gisi hivyo, hata maangamizi yao, kila kitu alikiona, alionyeshwa. Kwa hiyo mafundisho ya leo ni kupenda tu kuonyesha kwamba, ndugu zangu, shetani ana namna kadhaa za kufanya kazi yake. Anapoona kwamba mbinu hii ameitumia, watu wameshaanza kuelimika, aidha maadili yamerudi, anaacha, anachukua mbinu nyingine ambayo itakuwa mpya. Kwa kila staarabu ndivyo anavyofanya. Kwa sasa hivi ameshaanza kuunda nyingine, kwa sababu anajua kwamba dini zote ni za uongo. Watu wameshaanza kujua Yesu hajawahi kuwepo, watu wameshaanza kujua
na huyu Yesu wao atapotea naye pia, kama gisa kutakuja kitu kingine, kutakuja wataleta jina lingine, wataleta imani zingine ambazo ziko tofauti na hizi ambazo mnaziona. Hizi dini zote ambazo mnazisikia kwa wakati huu zitaisha, zitaisha kabisa, hilo halina ubishi, lakini swala la muda tu. Lakini kutakuja imani zingine, mulielewe vizuri hili, kutakuja imani zingine, ila ukweli huu utabaki, hautabadilika tena, hautafichwa, hautafanywa mambo mengine, hakuna mtu, na watu wengine wataendelea kujua ukweli, kwa sababu kadiri ukweli unavyoendelea, kadiri pia mabaya nayo pia yanaendelea zaidi. Hivi sijui kama unaelewa hili, kwa sababu jinsi ilivyo kwamba, ndio maana ndani ya Biblia mtasoma wanasema kwamba na anayetenda dhambi aendelee kutenda kabisa na anayejitakaza aendelee kujitakaza, mambo kama yani, kadiri ukweli unapoingia na ufunuo unazidi kuja, na mabaya nayo pia yanaendelea kwa sababu ili kwamba angamizo aidha adhabu ije, lazima dhambi ifikie katika ukomavu wake, tuseme, ili kwamba bam, kila kitu kimalizike. Na ndio maana hata maarifa ya wale ambao hawako katika ukweli, yani wengine, kwa sababu ya ukweli huu, hivi umeshawahi kuona, kwa mfano kama ulikuwa katika dini hizo kabla ya kujua ukweli, sasa ikatokea kwamba umejua ukweli, na kweli umejua ukweli, kwa sababu kwa hapa ukumbuke vizuri, ukumbuke vizuri wakati ulipokubali ukweli na ulipoelezea watu wa jamaa yako aza wa marafiki na mengine kuhusiana ukweli, wakakupinga, hawapendi. Hata kama walikuwa watu ambao hawajihusishi na masuala ya kidini, utaona mabadiliko, watajihusisha tena zaidi, wataanza sasa, kama kanisa walikuwa hawaendi, watakuwa wanaenda tena kwa bidii, ili kukuonyesha kwamba wewe umeanguka kabisa, wao wako katika ukweli. Hivi sijui kama unaelewa hii. Hata kama hawakuwa wanakupinga, hawakuwa wanaongea sana kuhusiana na mambo ya kidini, unaona unasema, fulani mbona naona dini sasa imeingia kabisa, sasa ya bwana siku za mwisho nini yani katika lengo la kuonyesha kwamba wewe yani, hapo ndipo wale ambao hawako katika watazidi kujiingiza katika hayo mambo hadi wewe mwenyewe, yani ili kuhakikisha kwamba wanaingia katika lengo la kupinga tena zaidi. Hilo ni kawaida, hilo ni jambo la kawaida, hilo mnielewe vizuri, ni jambo la kawaida, litatokea na linaendelea kutokea, na hilo halitabadilisha chochote. Kwa hiyo namna ya kutenda kwa shetani ni hivyo ndivyo anavyofanya kazi yake, hivyo ndivyo anavyofanya kazi yake. Hamtaona shetani hata hamtaona nani mtu anakuja sema mimi ni mbaya, mimi ni hivi, hilo halipo. Naomba amani, ni kweli, muue na upendo, hiyo anasema ni kawaida tu, lakini upendo anaomaanisha sio hivi, nyuma kuna kitu ambacho atakipata. Maana ni kama vile gisi walivyokuja wazungu kabla ya kuweka watu weusi katika utumwa, walikuja kama marafiki. Sijui kama unaona hilo, walikuja kama vile urafiki, walikuja kama vile watu ambao wanauliza maswali, ambao wanaonyesha huruma nini, mambo kama haya, na weusi wakafunguka kwa wakawaonyesha, wakawaambia mambo bahari, kwa sababu hilo halikuwa lengo lao. Lengo lao lilikuwa ni kuharibu, lakini ili kuharibu, kwa sababu mtu mweusi wanajua kwamba wasingelikuja kwamba wamvamie mtu mweusi kwa kupigana vita vya aina yoyote, hawawezi wakamweza mtu mweusi katika kipindi hicho. Watu weusi wa sasa hivi sio wa zamani. Wa zamani walikuwa tena majito kabisa, wamebobea, wanaume kabisa, vifua viko hapa, hii ni iko hapa, hawawezi wakapambana. Lakini watakuja kama vile urafiki, waone wapi ambapo kuna udhaifu wa mtu mweusi. Mtu mweusi anapenda mambo ya kiroho sana, tumwingilie huko. Nayo pia watakuja mwana kondoo, Yesu ni Bwana, wale waliosema kwamba hayuko Bwana, sababu wengine weusi walikuwa tayari wameshaanguka. Maana wazungu bila watu weusi walio hasi wangeingiza dini zao namna gani? Wangebadilisha maandiko namna gani? Kwa sababu maandiko watu weusi ndio walianza kubadilisha, ndio maana wao pia wakapata mwanya. Kwa hiyo tayari kumeshakuwa wasaliti ndani ya taifa, ndio tatizo, na hapo ndio mambo yaliingia. Kulikuwa wafalme wasioanzishwa ambao tayari wako pale, walianza kuoa wazungu, wakafanya hivyo, wakaanza kuingiza. Hivyo ndivyo walivyoweza mtu mweusi. Msifikiri kwamba waliweza tu, mtu mweusi alikuwa tu yuko smart nini na hakuna mlango. Kama hakuna mlango wataingia wapi? Lakini tatizo limetokea katika taifa, watu weusi ndio walianza hivyo, wakafungua, wakaanza kubadilisha, nao pia wakaja wakapitia huu mlango, basi wakafanya kile ambacho mnachokijua. Kwa hiyo tuko katika vita, ndugu zangu. Haijamaanisha kwamba labda unapoona mzungu aidha damu mchanganyiko kwamba umchukulie kwamba ni adui. No, hapana, sio kwa namna hiyo, lakini matendo wanaoyatenda
hayo kabisa sio matendo ya kusapoti hata kidogo. Lakini katika ukweli hakuna swala la kusema kwamba mtu amchukie mtu mwingine hata kama yuko namna gani, awe mzungu. Maana hata mzungu hakuomba awe mzungu, unaona, naye pia amezaliwa tu. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo alipo katika ukweli huu, ila matendo mabaya hatusapoti hata kidogo. Hilo alipo halipiti, kwa sababu kikawaida mtu mweusi, kuna ufunuo ambao Mulidi aliotoa jana, hadi muda huu ningana tafakari ilani, nilikuwa tafakari, nilitafakari sana, kasema wow, mtu mweusi akijua yeye ni nani, hakika mambo yote hayatapita. Kwa hiyo ndugu zangu, ni hayo mafundisho ya siku ya leo ambayo yanahusu Msingeji na malaika walioanguka, utaratibu wa kwanza na utaratibu wa pili, jinsi walivyokuwa katika mpango wao wa kupenda kuhakikisha kwamba mtu mweusi asijue ukweli na asitembee kulingana na ukweli. Lakini ni kazi bure, kwa sababu ukweli upo na unaendelea hadi kieleweke kama